Sivangilwa Sikalalilwa Mwangesi. Mimi Sivangilwa Sikalalilwa Mwangesi na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Sivangilwa Sikalalilwa Mwangesi na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya kamishina wa maadili ya viongozi. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Sivangilwa Sikalalilwa Mwangesi na hapa kwamba katika kazi yangu ya kamishina wa maadili ya viongozi, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya kiapo hicho, kwa ruhusa yako, naomba Mheshimiwa Jaji wa Mahakama ya Rufani Sivangilwa Sikalalilwa Mwangesi, Kamishna wa Maadili, sasa ale kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma. Karibu. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma. Kwa kuzingatia misingi ya maadili iliyoainishwa katika ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma ya mwaka 1995 ambayo yanamtaka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma. Mimi Sivangilwa Sikalalilwa Mwangesi ninauahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa Bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatenda kitendo chochote cha rushwa. Sitaomba, kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linalokiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma. Sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo. Nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote, na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria. Nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote
bila kujali misingi ya dini, siasa, kabila, udugu, utaifa, ukanda, jinsia au hali ya mtu, na nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma ninapokuwa kazini, nje ya mahali pa kazi na hata nitakapostaafu au kuacha kazi. Tamko. Ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuweka saini. Ninakubali na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi, na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo. Asante sana. Mheshimiwa Jaji wa Mahakama ya Rufani, baada ya kula kiapo hicho, naomba sasa utie saini hati yako ya kiapo, na baada ya hapo utarejea kuketi kwenye kiti ulichopangiwa. Asante sana. Naomba sasa urejee ukaketi kwenye kiti ulichopangiwa. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Balozi John Kijazi, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Dr. Benilith Mahenge, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Deo Ndejembi, Naibu Waziri Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Ndugu makatibu wakuu mliopo hapa, viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Latifa Mansur, Kaimu Jaji Mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma, viongozi na watendaji wote wa Secretariat ya maadili ya viongozi mliopo hapa. Tumeshuhudia kiapo kwa kamishna wa maadili ambacho kimekamilika, na ratiba yetu kwa ufupi wake kitakachofuata ni picha za kumbukumbu. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, kwa viongozi hawa na wanaofuatilia tukio hili, kama una jambo ungependa kulizungumza, kwa heshima na taadhima naomba nikukaribishe. Asante Mheshimiwa Rais. Naomba katika nafasi ya kwanza nimkaribishe Mheshimiwa Sivangirwa Sikalalirwa Mwangesi, kamishna wa maadili, tusikie salamu zake kabla ya kuendelea na salamu nyingine. Karibu sana Mheshimiwa. Karibu Mheshimiwa Kamishna. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Katibu Kiongozi, waheshimiwa wageni wote waalikwa, naomba itifakati izingatiwe. Napenda kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuniteua kuweza kushika jukumu hili ambalo kwa kweli kwangu naliona ni zito sana. Kwa leo sitakuwa na mengi ya kuzungumzia majukumu ambayo yako mbele yangu, kwa sababu ndio kwanza naingia ofisi ambayo ni mpya, wala sijui kinachoendelea hapo. Ila tu napenda ni ahidi ya kwamba kwa kadiri ya miongozo ambayo inaanzia kuanzia kwenye sera za chama na hali kadhalika sera za nchi na matakwa yote ambayo yanahitajika katika kushughulikia maadili ya viongozi wa umma, ndazingatia kwa kushirikiana na wenzangu wote, nikiamini kwamba kwa kufuata taratibu ambazo zipo, kwa kuwa naamini ya kwamba maadili bora ndio msingi wa maendeleo ya aina yoyote ile.
Kwa hiyo kwa kifupi, kwa leo Mheshimiwa Rais, naomba tu niahidi ya kwamba nitajitahidi kwa kadri nitakachoweza kwa ajili ya kutekeleza haya majukumu mazito ambayo umenitwisha. Nakushukuru sana. Asante Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Kamishna wa Maadili, na Mheshimiwa Rais leo ametufundisha jinsi ya kutamka jina lake vizuri. Sivangirwa Sikalalirwa Mwangesi. Nje hapo umekosea. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba nimkaribishe Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Mpanju, naye tusikie salamu zake kwa kifupi kabla ya kuendelea. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Engineer John Kijazi, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Jaji wa Mahakama ya Rufani Sivangirwa Sikalalirwa Mwangesi, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu katibu mliopo, watumishi toka Tume ya Maadili, mabibi na mabwana, habarini za saizi. Habarini za saizi. Nimewasahau wakuu wa vyombo akiwepo mtani wangu IGP Siro. Na wakumbuka. Mheshimiwa Rais, nimepewa fursa ya kutoa salamu mbele yako kufuatia tukio hili la leo ambapo tumempata kamishna wa Tume ya Maadili ya Viongozi. Kwanza natumie fursa hii kukupongeza wewe binafsi kwa kumteua kamishna wa Tume ya Maadili ya Viongozi. Lakini la pili, nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Jaji Mahakama Rufani Sivangirwa Sikalalirwa Mwangesi ambaye sasa anakuwa kamishna wa Tume ya Maadili kwa Viongozi. Na kwa niaba ya Wizara ya Katiba na Sheria nimtakie kila la heri, na tunakuahidi ushirikiano. Tunajua umekuwa na mchango mkubwa katika sekta yetu ya sheria. Umefanya kazi zako vizuri ukiwa jaji wa Mahakama ya Rufani, lakini sasa tunajua bado ni jaji, na tukutakie kila la heri katika majukumu yako mapya. Na Mheshimiwa Rais, natupa deni jingine kwako kwenye muhimili wa mahakama kwamba akiondoka mmoja, kwa msemo wa Mama Samia Suluhu Hassan, pauko apakawa. Sasa inaonyesha kwamba kuna uhitaji wa kuendelea kukuomba Mheshimiwa Rais, ikikupendeza utukumbuke huku kwenye muhimili wa mahakama kutuongezea nguvu tena kwa ngazi ya Mahakama Rufani na Mahakama Kuu, kwa kutuongezea majaji ili waweze kutusaidia katika mfumo wa utoaji haki hapa nchini. Mheshimiwa Rais, nimepewa fursa tu ya kutoa salamu, na niseme kwa niaba ya Wizara ya Katiba na Sheria tunashukuru, na kikubwa zaidi tumtakie mteule kila la heri katika majukumu yake. Na wewe pia Mheshimiwa Rais, tukutakie kila la heri. Na nitumie fursa hii, nilikuwa sijawahi pata wasaa kusimama mbele yako, nitumie fursa hii pia kukupongeza wewe. Mwezi wa 10 ni hivi karibuni, nikupongeze kwa ushindi wa kishindo Mheshimiwa Rais ulioupata. Ni dhamana kubwa, wa Tanzania wamenyosha uaminifu mkubwa kwako na serikali unayoiongoza. Zaidi niungane na wote wanaokuombea. Mungu mtakatifu wa Israeli azidi kukutia nguvu, akusimamishe. Wewe ni Daudi wetu, na piga kazi, sisi tupo, uliotuteua tuko tayari kukusaidia katika kuhudumia wananchi kufikia malengo na kuhakikisha ahadi ulizoziahidi wakati wa kampeni na zizo kwenye kitabu cha CCM cha kurasa 303 zinatimia kwa ukamilifu kwa maslahi mapana ya taifa letu na wananchi wetu. Asante Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki. Asante kwa kunisikiliza. Asante sana ndugu Mpanju, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria, kwa salamu hizo. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba nimkaribishe
Mheshimiwa Deo Ndejembi, Naibu Waziri Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kwa salamu fupi. Karibu sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Katibu Mkuu Kiongozi Balozi John Kijazi, Mheshimiwa Jaji wa Mahakama ya Rufani na Kamishna wa Tume ya Maadili ya Viongozi na Utumishi wa Umma Jaji Mwangesi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Dr. Mahenge, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais, nasimama hapa mbele kwa kazi moja tu, nayo ni ya kumpongeza Mheshimiwa Jaji Mwangesi kwa uteuzi wake kama kamishna wa Tume ya Maadili ya Viongozi wa Umma, na mimi kwa niaba ya waziri wangu na wizara nzima ni kuahidi Jaji ushirikiano wa hali ya juu. Mheshimiwa Rais, tume hii imefanya kazi nzuri sana mpaka kufikia hapa. Marehemu Jaji Nsekela na timu yake nzima wamefanya kazi kubwa kiasi kwamba mpaka sasa karibia 92% ya viongozi wote wa umma wanajaza zile fomu na kutaja mali zao. Lakini kazi bado jaji anayo ya kwenda kuhakikisha sasa uhakiki wa zile mali zinazojazwa kwenye fomu unafanyika kwa wakati, kwa sababu kwa haraka kwa muda niliokaa ofisini, Mheshimiwa Rais, nimefahamu hiyo ni changamoto kubwa sana kwa tume hii. Lakini ninavyomuona jaji, naamini anakwenda kulitekeleza hilo. Sisi kama ofisi ya Rais, Management ya Utumishi na Utawala Bora, tutahakikisha tunakupa ushirikiano wa hali ya juu kuhakikisha kwamba watumishi wa umma wote, wawe wateule, wawe wa kuajiriwa, wanatekeleza wajibu wao katika kuhakikisha maadili yako katika kiwango cha juu, na ndio mwongozo ambao Mheshimiwa Rais umetupatia kuhakikisha tunarudisha nidhamu na maadili kwa utumishi wa umma, na sisi tutafanya kazi hiyo usiku na mchana kuhakikisha tunafanikiwa. Mheshimiwa Rais, yangu ilikuwa ni hayo, kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Jaji. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Deo Ndejembi, Naibu Waziri Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora na mbunge wa Chilono. Asante sana mahali tulipo. Chamwino. Chilono bado? Haya basi sawa. Chamwino mahali tulipo. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kabla ya kuendelea na ratiba yetu, kama nilivyokuomba awali, ikikupendeza basi kwa heshima nikukaribishe uweze kuzungumza na viongozi hawa na Watanzania wanaofuatilia tukio hili kabla ya kwenda kupiga picha za kumbukumbu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Jaji wa Mahakama ya Rufaa ndugu Mwangesi, yale mengine mawili ni magumu kuyatamka kwa sababu nafikiri ni ya lugha ya Kihehe hivi, watani zangu hao. Mheshimiwa Jaji mfawidhi wa hapa Dodoma, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais Utumishi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu mlioko hapa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu zangu wote mlioko hapa, nami niungane na waliotangulia kumpongeza Mheshimiwa Jaji wa Mahakama ya Rufaa ndugu Mwangesi kwa kuteuliwa kuwa kamishna wa maadili, nafasi ambayo ina umuhimu wa pekee sana. Kwa hiyo nampongeza sana. Lakini nichukue nafasi hii nami kuipongeza Tume ya Maadili kwa kazi nzuri ambayo imekuwa ikifanya na kazi nzuri iliyoachwa na marehemu Jaji mstaafu wa Mahakama ya Rufaa
Mheshimiwa Jaji Msekela, nina matumaini makubwa kwamba kazi aliyoiacha na aliyoianzisha ya kuhakikisha maadili ya watumishi ndani ya serikali yanazingatiwa kwa mujibu wa sheria utayaendeleza vizuri. Ninajua leo ni tarehe 24 na tarehe 30 Disemba ndiyo mwisho wa sisi watumishi wote tunatakiwa tuwe tumerudisha fomu. Ndiyo maana nilitaka nijitahidi mapema sana nihakikishe niwe nimemteua kamishna wa maadili kabla ya tarehe 30 Disemba haijafika, ili pasije pakawa na kisingizio cha sisi watumishi wa umma, nikiwepo mimi na wenzangu wengi walioko hapa wanaoniangalia pamoja na wewe na watumishi wapatao karibu 15,000 katika nchi nzima, ambao kiukweli tunatakiwa kuzijaza hizo fomu. Najua zimebaki siku 6, lakini nina uhakika sisi wote tunaowajibika kwa ajili ya kujaza hizi fomu tutakuwa tumetimiza huo wajibu wetu, kwa sababu masharti ya kutokujaza hizo fomu na kuziwasilisha kwa wakati, masharti yake kwa mujibu wa sheria yako wazi. Kwa hiyo nikutakie kazi njema ya kutekeleza hayo majukumu ambayo ni mazito na ni makubwa ya watumishi ndani ya serikali, ambayo wewe unakuwa ni referee katika maadili ya sisi sote. Kwa hiyo kwa ujumla wewe ni bosi wetu. Kwa hiyo nakupongeza kwa nafasi hiyo. Nakupongeza sana. Kamtangulize Mungu, kaisimamie vizuri, kashirikiane na watendaji wenzako walioko katika tume ya maadili, mkafanye kazi kubwa. Napenda tu nirudie observation ambayo niliitoa kwa marehemu jaji wa mahakama ya rufaa mzee wetu Msekela, na roho yake itangulie kwa amani mbinguni. Nilitoa observation ya zile fomu zenu ambazo mmekuwa mkizitoa kwa mtandao, na mlisema baadhi ya hizo fomu ziwe zinarudishwa kwa mtandao. Unaweza ukafanya mambo mengine yote kwa njia ya mitandao, lakini ajaze fomu, kwa mfano chief secretary, fomu yake mla aeleze alichonacho, na labda awe hata na nyumba ndogo, aseme nina nyumba ndogo ambayo sijaitangaza kwa mke wangu, halafu aiweke kwenye mtandao, halafu mtu awe anaijua ile password. Ule usiri na utakatifu wa idara hiyo mnaupoteza. Nilimweleza marehemu na tulikuwa tumekubaliana kwamba fomu mnaweza kuzidownload kwenye mtandao, lakini ukishazijaza na kuzirudisha, usizirudishe kwa kufanya scanning na kuzirudisha tena kwenye mtandao. Kila position ya kazi, kila mmoja anajua anarudisha wapi. Ninafahamu kwa mfano Mheshimiwa Spika huwa analeta kwangu, na wewe unaleta kwangu, mimi ninaleta kwako zangu. Sasa najua wanaojaza ni watu wengi, ma-DC, marasi, wakuu wa mikoa, madasi na kadhalika. Ni vyema wa download hizo fomu zenu, lakini wanapozirudisha wazirudishe mahali panapotakiwa wao wenyewe, badala ya kuskani na kuzileta. Ninajua wasaidizi wako watakuwa wamenielewa, na inawezekana Mheshimiwa Jaji mstaafu marehemu Jaji Msekela alikwisha wapa hayo maelekezo kwamba we are not supposed to be very open that way. Ni lazima pawe na usiri wa fomu hizi. Mtu akishajua ile program anaweza ka-edit. Mahaka wako wengi,
umejazwa na milioni 10, akakujazia una milioni 100. Halafu baadaye unakuja kuulizwa ulijaza milioni 100, signature yako iko hapo. Na originality inapotea. Kitu ambacho kimepigwa photocopy kawa scanned hakiendani na kile ambacho kimekuwa presented original, na saa nyingine aliyekipokea naye akaindozi pale chini kwamba amepokea. Hii tu ndio observation ambayo napenda nitoe kwa Tume ya Maadili, swala ambalo msikubali kamwe kurudisha fomu hizi kwa njia ya mtandao. Fomu wa download kwa njia ya mtandao, lakini zirudishwe kulingana na utaratibu ambao umekuwa ukitumika siku za nyuma. Na niwaombe wafanyakazi wenzangu ambao wana wajibu wa kujaza hizi fomu wahakikishe tumemaliza kuzijaza kabla ya tarehe 30 ili zimfikie kamishna mpya, kwa sababu sasa hakuna sababu tena ya kisingizio. Ninajua wengi ninapozungumza hapa hawajapeleka fomu zao, wengi, hata ninyi mnaoniona hapa, hata mimi yangu nilikuwa bado sijapeleka. Sasa nitaijaza haraka ili niweze kukufikishia hizo fomu kwa taratibu na sheria za nchi yetu. Ninakutakia mafanikio mema. Ninaitakia mafanikio mema Tume ya Maadili. Mungu akakujalie ukafanye kazi yako kwa mujibu wa sheria, na Mungu akakusimamie ili ukatimize haki iliyo ya kweli. Nimelisikia ombi la Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria, ninalifanyia kazi. Ni swala gumu, lakini nafikiri tutafika, ili kusudi tupate hayo mapungufu yaliyopo kwa majaji wa Mahakama ya Rufaa pamoja na majaji wa Mahakama Kuu pamoja na wafanyakazi katika maeneo mengine mbalimbali. Ndugu zangu mliohudhuria hapa, nawatakia Christmas njema kesho, lakini pia nawatakia heri ya mwaka mpya. Mungu akawajalie. Wale mtakaoweza kusafiri kuwaona ndugu zenu, ruksa, kwa sababu mna wajibu pia wa kuwaona familia zenu. Siku 2-3 kikimbia nyumbani kumuona mama yako si vibaya. Siku 2-3, 4-5 kukimbia kuona hata mwaka mpya ukasherehekea na babu yako si vibaya. Hakuna dhambi kufika nyumbani. Lakini wako wengine wataenda kufanya matambiko kama Wahehe na kadhalika. Kwa hiyo ninachosema kweli, si vibaya kufika nyumbani na kusalimu, isipokuwa wale waliozuiliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nafikiri ni wakurugenzi na watu wengine ambao wanatakiwa kuwajibika kuhakikisha shule zitakapofunguliwa pawepo na madarasa. Lakini wengine marasi, madisi, madasi, katibu tarafa na kadhalika, ni lazima mtu jipange katika nafasi yako ili ofisi msiziache wazi. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu, kupumzika siku 2-3, 4-5 si mbaya na wala sio dhambi katika maisha ya kazi. Nawatakia kazi njema na Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Hilo la kupumzika limefurahisha Aya, asante sana jamani, Mungu awabariki sana. Asante sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba yako, na hasa ruksa ya kupumzika Christmas na mwaka mpya. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kinachofuata sasa ni picha za kumbukumbu, na kwa ruhusa yako nitaomba tupige picha takriban 5 za kumbukumbu. Nitakawataja hapa, naomba tuelekee sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya kupiga picha za kumbukumbu. Mheshimiwa Rais atakuwa na picha na Mheshimiwa Kamishna wa Maadili. Picha ya pili Mheshimiwa Rais atapiga pamoja na Katibu Mkuu Kiongozi, Naibu Waziri, Mkuu wa Mkoa na Mheshimiwa Jaji. Picha ya 3 watapiga na Waheshimiwa Makatibu Wakuu na Naibu na Katibu Mkuu. Picha ya 4 tutakuwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Picha ya 5 Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi, na mwisho picha ya familia. Naomba sasa sote tuelekee sehemu ya kupigia picha za kumbukumbu tafadhali. Twende tu wote, hatuna muda. Tutaanza picha ya kwanza. Mheshimiwa Kamishna wa Maadili, naomba upige picha ya kwanza na Mheshimiwa Rais.
Asante. Asante, nashukuru sana. Naomba sasa Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Judge, Kaimu Judge, Mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma. Asante, tutapiga picha hiyo ya kumbukumbu. Naomba msaidie Mheshimiwa Judge simu tafadhali. Mapocha. Sawa. Okay. Asante, nashukuru sana. Naomba waheshimiwa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu tuungane kwenye picha hiyo. Tusimame pale nyuma. Ngazi ya pili. Tusimame ngazi inayofuata. Asante, asante, ngazi inayofuata. Asante. Nashukuru sana. Tutapiga picha hiyo. Nawashukuru sana waheshimiwa makatibu wakuu na naibu katibu mkuu. Naomba sasa viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, karibuni. Asante, tusimame ngazi inayofuata hiyo. Ngazi ya juu yake hapo, ngazi ya juu. Sawa, sawa. Asante sana. Naomba viongozi na watendaji wa Secretariat ya Maadili tuchangamke, tusogee hapa. Asante, nashukuru. Picha hiyo iko tayari. Viongozi na watendaji wa Secretariat ya Maadili, tafadhali. Asante, tutapiga picha hiyo. Asante, nashukuru sana. Sasa naomba Mheshimiwa Rais atapiga picha ya familia na kamishna wa maadili. Karibu wanafamilia. Wanafamilia, karibuni. Mheshimiwa Rais, ukisikia Mwangesi manake ni mwanaume, akiwa mwanamke anakuwa Sangesi au Sengesi. Asante sana Mheshimiwa Rais, tumekamilisha picha hiyo. Asante sana. Mheshimiwa Rais anawakaribisha nyote kwa vinywaji na viburudisho. Karibuni sana katika sehemu zilizoandaliwa. Wageni wote tafadhali naomba tujumuike, twende kwenye meza zenye vinywaji na viburudisho kwa ajili ya kupata viburudisho na vinywaji hivyo. Karibuni sana. Naomba ndugu wageni wote twende kwenye meza zilizoandaliwa. Wote mpaka wasaidizi wa viongozi, sote twendeni kwenye hizo meza.